Dakika 90 zinatamatika, mnyama Simba anaondoka na ushindi dhidi ya Fountain Gate. Ulikuwa ni mchezo namna gani? Pointi 3 muhimu, magoli matatu muhimu. Tuondoka na clean sheet. Inaonyesha kabisa kwamba timu ilikuwa serious. Tukija kifundi zaidi, kipindi cha kwanza timu haikuonekana kufanya vizuri sababu walikuwa na force kutoka na mipira midogo ya karibu midogo, lakini ni namna ambayo Mzamiru na Kagoma kulikuwa hamna mawasiliano mazuri. Ni kwa nini? Ni muda mrefu hawajakuwa pamoja. Na nilijua tu kwamba kuna muda tutaweza kupoteza kutoka kwenye ile falsafa yetu ya Simba. Kwa sababu ukiangalia tumetoka kucheza mechi na Mtani na tukasafiri kwenda Botswana. Zote mechi zilikuwa ngumu na tumerudi hapa. Nilitegemea yote kwamba sababu zitakuwa nyingi, wachezaji wengi watabadilika. Lakini mwisho wa siku kipindi cha pili naona baada ya kuingia Kante kuna vitu vikabadilika. Simba ilionekana nini nataka. Ni kama Fountain Gate ni vile tu kwamba walishakubali tuwafunge ngapi. Ni sisi wenyewe tu hatakuwa makatili ndani ya goli. Ndio. Namna ambavyo ulivyotazama kikosi cha leo cha mnyama kilivyocheza kuelekea katika mchezo wake wa kimataifa, mchezo wa kwanza wa Simba kimataifa, watu wengi walilalamika kutokana na namna ambavyo Simba walivyocheza licha ya kufunga bao moja, lakini kiwango kilikuwa hakiridhishi. Siku hii ya leo umeitazama Simba yako kuelekea katika mchezo wa Jumapili. Mechi ya kwanza ya CAF Champions League Simba haikufanya vizuri kwenye vipindi vyote viwili kwa sababu kocha aliingiza maingizo mapya wachezaji 6 na katika wachezaji 6 wengi walipishana kwenye pre-season. Wengine walikosa kabisa na wengine walichelewa. Wengine walikuwa wanatumikia CHAN na wengine walichelewa kufika kambini. Lakini sikuona ajabu sana kwa sababu nilikuwa nategemea kwamba mpira ni mchezo wa mawasiliano. Na kama hampo karibu kwa muda mrefu hamwezi kuwa na mawasiliano mazuri. Simba inazidi kujitengeza taratibu. Simba imeingiza wachezaji wengi wapya na wametoa wachezaji wengi wa zamani. Kwa hiyo taratibu Simba atarudi kwenye ufalme wake. Mchezo wa kwanza wa ligi kuu Tanzania bara, Jonathan Soa akiwa na wekundu wa Msimbazi Simba anafunga. Ni mwanzo mzuri kwa mshambuliaji? Jonathan Soa ni mbwa mwitu au kifaru ndani ya boksi. Anahitaji huduma tu. Mechi ya kwanza tunaona katika Simba Day hakupata huduma. Mimi ni mmoja wapo nilisema Soa anahitaji huduma. Soa kwenye nafasi 3 anaweza kukufunga zote au akakufunga 2. Ni huduma tu, anampa taratibu na atakuwa sawa. Fountain Gate siku hii ya leo walikuwa mawapi mbele ya wekundu wa Msimbazi Simba? Ni ubora wa wekundu wa Msimbazi Simba ambao umeamua ama mbinu za mwalimu wa Fountain Gate zimeshindwa kufanya kazi mbele ya mwalimu Hemed Suleiman Moloko? Fountain Gate sio kipimo sahihi kwa Simba. Fountain Gate inaweza kufungwa hizi goli 3 hata 5 hata kikosi cha pili cha Simba. Ni kwamba Simba wenyewe hawakuwa makatili leo ndani ya goli, ndani ya pichi. Kwa Simba imeshinda lakini ni goli chache kwa namna ambavyo ilivyocheza. Kwa sababu uchofu wa wachezaji kusafiri, tumecheza mechi na Mtani, tukasafiri, tumerudi, tunacheza tena tuna mechi Jumapili. Kwa hiyo tunaangalia mbele zaidi. Na muamini Moroko kwa sababu ni kocha ambaye wameaminiwa na nchi. Na wachezaji wengi wanawafahamu. Ni namna nyingi na nimeona Simba ambayo inataka kubadilika taratibu kurudi kwenye ufalme wake. Na nimefurahi kumuona Morris. Nikupe hii siri, Morris Abraham ni mchezaji mmoja ambaye atakuja kuwa hatari sana. Anahitaji tu mechi za kucheza zaidi na zaidi. Pale ni 40% ya uwezo wake. Mimi namfahamu. Akifika hata kwenye 70% ya uwezo wake ni atakuwa mchezaji hatari sana. Tumeona siku hii ya leo ameanzia benchi. Nilitamani acheze mechi 2 zilizopita zote nyuma. Nilitamani acheze lakini nafasi ameipata leo na kuna kitu amekionyesha. Huu ni uwezo wake 40% mpaka 45. Naamini akifika kwenye 70% atakuwa ni mchezaji mmoja hatari sana. Naamini katika uwezo wake. Tuzo za msimu wa ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita zitakufanyika mwezi Disemba. Namna ambavyo ulivyomtazama Jean Shalea huwa alivyocheza na siku ya jana Pacome Zouzoua, ile tuzo ya MVP inaenda wapi moja kwa moja? Kwani tuzo ya MVP mwaka jana alipewa mtu kwa vigezo gani? Alipewa Fei kwa vigezo gani? Alipewa nani Azizi kwa vigezo gani? Alikuwa na namba. Basi Awando ana namba bora kuliko mtu mwingine yoyote. Kwa unaliona hilo likienda kutokea? Bila ubishi. Awando ana namba zote. Goli 16, hakuna mtu ambaye alimfikia. Shukrani sana. Asante sana. Stage naye aunde timu yake, aje aombe mechi ya kirafiki na Simba Sports. Ili hizo anazungumza anasema azipate majibu kwa timu yake yeye. Manake anatumia nguvu kubwa sana kutoka mishipa shingo kuhusu Simba. Mpaka tunafika nusu msimu, mechi 15, hesabu za top scorer zitakuwa zimeshafungwa Jonathan Soa. Short and clear. Jonathan Soa. Mpaka tunafika mechi 15 za msimu wa ligi, hesabu ya top scorer NBC
tutakuwa tumeifunga. Tunazungumza namna gani nyingine tutakuwa na kipa bora wa msimu hivyo. Lakini hesabu za top scorer mpaka mechi 15 za msimu itakuwa zishafungwa mapema sana. Unamzungumziaje mwalimu Hemedi Suleiman Moroko ambaye kwa siku hii ya leo kwa mara ya kwanza analisimamia benchi la ufundi la wekundu wa Msimbazi Simba? Hemedi Moroko sio mgeni wa mashindano na sio kocha anahitaji kumwelezea sana, ashafanya. Tushafika robo finali tukiwa na yeye timu ya taifa, tushafuzu AFCON tukiwa na yeye Moroko. Kwa sio kocha wa kumbeza, ni kocha mzawa anayejitambua. Nani wapo wachache sana. Ukimwacha Moroko kuna Mgunda, kuna Selemani Matola. What else mwingine nani? Kwa hiyo ukimwacha Moroko bado tuna benchi moja la ufundi, Selemani Matola kasimama. Kwa hiyo tunao watu wa kutusimamia, wa kutupigania kwenye shida, kwenye njaa, kwenye ziki. Yani Simba ina watu, haiwezi kukosa watu. Simba ina watu. Siku hii ya leo tumemwona kiungo punda Mudathiri ya Mzamiru Yasini. Hata leo unatuchanganyia mafaili tena. Mzamiru Yasini kesho kutwa utamuona Semfuko, kesho kutwa tena utamuona Abraham Morris. Hiyo ndo Simba Sports. Yani utawaona wote, wale wote waliosajiliwa kwa ajili ya Simba Sports wote wataitumikia Simba Sports. Hakuna mfanyakazi hewa pale. Wote watatumikia mishahara yao wanaoitolea jasho. Kwa hiyo pale hamna mchezaji atakayekaa benchi. Wote watacheza, kila mtu kwa nafasi yake. Jumapili mnyama anaenda kucheza mchezo wake wa kimataifa. Jumapili tunaenda kukamilisha ratiba. Tuangalie tutapangwa na nani kwenye Champions League. Sio malengo yetu kuishia hapa. Kwa hiyo sisi hesabu zetu, wanazungumza mechi ngumu, lakini ni hivyo tu, kumwombea adui yako mabaya. Wanajua mechi ngumu lakini matokeo yatakuaje. Umeshanaelewa vizuri. Jumapili sisi tunakuja kukufunga hesabu, tuangalie tutakutana na nani, tumpige namna gani, tutapangwa na nani kwenye makundi. Hiyo ndo target yetu. Jeuri hiyo unaitolea wapi Mwarabu ya kutamba? Mira dakika 90. Rushain The Rock. Ndio anakupa jeuri. Sasa sikipato kunaleta majivuno. Una Rushain nyuma, una pin kamera, unategemea nini? Sasa si lazima utambe. Yaani labda mguu wasaidie kupata goli. Na mbona unakuja na kijana? Au si mapema tu, usimuona kacha kunywa maji ya bendera. Muulize timu gani? Wewe mnyama? Ndio. Uko poa? Poa. Mpira leo umeuona? Simba ameshinda ngapi? 3. Kashinda nani? Sawa. Wa. Na Rushain. Na Rushain The Rock. Wewe umefurahia mwenyewe?